Nyuma ya pazia, ugomvi wa Trump na Maduro. Nicolas Maduro ni mwanasiasa na rais mstaafu wa Venezuela aliondolewa madarakani na Marekani Januari 3 ya mwaka 2026. Maduro alizaliwa Novemba 23 mwaka 1962 huko Caracas nchini Venezuela. Kabla ya kujiunga kwenye siasa, Maduro aliwahi kuwa dereva wa basi na mwaka 2000 alichaguliwa kuwa mbunge wa bunge la Venezuela. Baadaye mwaka 2006, Maduro aliteuliwa na mtangulizi wake Rais Hugo Chavez kwa waziri wa mambo ya nje, ambapo alihudumu katika nafasi hiyo hadi mwaka 2012. Mnamo mwaka 2012 aliteuliwa tena na mtangulizi wake Rais Chavez kuwa makamu wa rais wa Venezuela, ambapo alihudumu katika nafasi hiyo hadi mwaka 2013. Mnamo mwaka 2013 aliapishwa kuwa rais wa Venezuela kufuatia kifo cha Rais Chavez, na amehudumu katika nafasi hiyo ya urais kwa miaka 13 sasa. Mgogoro wa Maduro na Marekani ulianza mwaka 2013 alipoingia madarakani tu. Hata hivyo, mvutano huo uliongezeka mwaka 2019 baada ya Marekani chini ya Rais Donald Trump kukataa kumtambua Maduro kama mshindi katika matokeo ya uchaguzi wa rais yaliyotangazwa na Baraza la Taifa la Uchaguzi la CNE, yaliyompa ushindi Nicolas Maduro kwa asilimia 51 ya kura, na badala yake Marekani ilimtambua Juan Guaido kama rais halali wa Venezuela. Pia katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2024, Maduro alishinda tena nafasi ya urais, ingawa matokeo ya ushindi yalipingwa kwa taarifa kuwa mpinzani wake Edmundo Gonzalez ndiye alistahili kuingia ikulu. Marekani na washirika wake walitangaza ushindi wa Maduro kuwa ni batili, kusema wanamtambua Gonzalez kuwa ndiye rais anayetakiwa na wananchi wa Venezuela. Hata hivyo, kutokana na nguvu kubwa aliyokuwa nayo Maduro mbele ya jeshi, polisi pamoja na mahakama, Gonzalez alilazimika kukimbia uhamishoni akihofia kukamatwa. Mnamo Januari 3 ya mwaka huu 2026, jeshi la Marekani lilifanya operation ya kijeshi nchini Venezuela na kufanikiwa kumkamata Nicolas Maduro, kumsafirisha hadi jijini New York, Marekani, na kumweka kizuizini. Bwana Nicolas Maduro alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza mjini New York, Marekani, Januari 6, 2026 na kusomewa mashtaka ambayo yote aliyakana. Maduro alisema wazi kuwa hana hatia na kwamba alikamatwa nyumbani kwake huko Caracas na bado yeye ndiye rais wa Venezuela. Mke wake Maduro, Bisilia Florence, pia alisema mahakamani kuwa hana hatia kabisa kwa mashitaka aliyosomewa dhidi yake. Kesi ya Maduro imepangwa kusikilizwa tarehe ya 17 Machi mwaka 2026. Utawala wa Rais Trump unamtuhumu Bwana Nicolas Maduro kuwa kiongozi wa shirika kubwa la kigaidi la dawa za kulevya ambalo linasafirisha kiasi kikubwa cha kokaini nchini Marekani kwa miongo kadhaa. Mashtaka yaliyowasilishwa na mahakama ya shirikisho la wilaya kusini New York na yanajumuisha mashtaka ya kula njama ya kufanya ugaidi wa dawa za kulevya, kuagiza kokaini nchini Marekani na kumiliki na kutumia silaha nzito katika shughuli za ulanguzi wa dawa za kulevya. Kwa upande wake, Nicolas Maduro si tu amekuwa akikana kuhusu tuhuma hizo, pia amekuwa akisema Marekani inataka kutumia mwanya huo kuingia Venezuela kuchota utajiri na rasilimali ya mafuta, kauli ambayo imethibitishwa na Rais Donald Trump, ambaye hivi karibuni alikaliliwa akisema kuwa nchi yake ilidhulumiwa mafuta mengi kutoka Venezuela na sasa anataka kuyarejesha. Akiongea na waandishi wa habari, Rais Trump alisema makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani yatatumwa Venezuela ili kujenga upya miundombinu ya sekta hiyo, na hivi karibuni aliagiza Wizara ya Nishati ya Marekani kutekeleza mpango wa kuchukua mapipa milioni 30 hadi 50 ya mafuta kutoka nchini Venezuela. Rais Trump akiongelea kuhusu hatma ya utawala wa Venezuela, alisisitiza kuwa Marekani itaiongoza Venezuela mpaka pale watakapoona kuwa usalama wa kutosha na kuachia nchi kwenye utawala mpya. Makala hii imeandaliwa na Kemgongo TV. Kama utakuwa na uhitaji wa makala kama hii, tutafute kupitia simu namba 0672683462.